Yes, Bwana Yesu asifiwe mpenzi mtazamaji. Kwa majina naitwa Pastor Samuel. Tunakuletea ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Vincent. Yes, tuko pamoja nawe, kuwa pamoja nasi. Kaka Vincent, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Karibu, tuambie unatokea wapi na kwa mara ya kwanza nani alikupa taarifa za kufika hapa kwenye kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote? Kwa majina mimi naitwa Bwana Vincent Madinda kutoka Gongo la Mboto Ulongoni B. Kuhusu taarifa ya madhabahu hii mimi nilipata kwenye redio. Kweli kwa usiku nikapata hiyo taarifa kwenye redio, nikaona nichukue hatua nifike madhabahuni hapa. Kweli nilipofika baba akanitabiri. Kanipa utabiri kulingana na mambo yangu kweli yaliyokuwa yamenisibu. Kweli haikuchukua muda, kweli mambo yangu yametiki. Mimi nashukuru sana sana sana. Jambo lako Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante. Asante. Kuna mtu hapa umekuja uchumi wako umepigwa vibaya sana. Na kuhakikishia. Amen. Na mtu ni mke au aidha ni mke wako au ni rafiki yako. Mmegombana leo kwa sababu ya uchumi wako wa mgumu. Please, usione aibu, ni mwanamume. Leo umepishana na mke wako au mchumba wako lakini ni mke. Kwa sababu ya uchumi wako wa mgumu. Please stand up wewe mume. Wakati naongea joy, amen, kwa huyo nikaona roho ana move this side, ananiambia kuna mwanamume leo amegombana na mke wake kwa sababu ya maisha kuwa magumu. Amen. Akasema na mwenyewe nimfungue saa hii, maisha yake yaanza kubadilika, anaanza kutembea sawa sawa. Mwezi huu kabla hujaisha. Yes. Brother, Mungu anakupenda. Amen. Mungu anakuokoa. Umezaa watoto? Ndio. Wanafika watatu, wawili, watano. Wakati naongea habari za Joy, unamfahamu Joseph? Joseph yupo binamu yangu. Ndio. Yupo na Joseph marehemu ambayo ni mjomba wangu. Nataka mjomba wako marehemu Joseph. Ninaona biashara ya Joseph marehemu ndo naifanya. Unafanya biashara gani? Biashara za kuuza vichwa vya ng'ombe. Ya ng'ombe. Joseph alikuwa anafanya biashara gani? Alikuwa yeye msafirishaji wa mifugo ya ng'ombe. My God. I see the spirit of Joseph. Ninaona roho ya Joseph muuza ng'ombe iko juu yako. Na Joseph alipambana lakini hakufika mbali. Naona pambana, maisha yamekuwa magumu sana. Sana sana. Na leo mke wako hamjaelewana kwa sababu maisha kuwa magumu. Na yeye yupo hapa. Yuko wapi? Mke uko wapi? Kama ya mke. Prophesy, 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 prophesy. Mandala bagadaza. You are dangerous. La bagadaza yada. Yes, umesema kwa mara ya kwanza ulisikia taarifa kwenye redio. Mpenzi mtazamaji anataka kufahamu, ulikuwa na desturi ya kusikiliza redio kila siku? Hapana, ilikuwa tu ni nguvu za Mungu. Nilikuwa tunabadilisha station. Kwa kweli nikaidaka hiyo station. Ndio kuanza sasa kusikia yale maombi na maombezi yakaniingia. Nikaona nichukue hatua nifike mahali hapa. Amen. Tuambie, siku ya kwanza ulipofika mahali hapa, mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Christ alikwambia nini? Siku ya kwanza kufika aliniambia mlangoni kwangu kuna kitu nimechimbiwa. Na nikaangalie usiku huo huo. Kweli nimefika, nimeenda kufukua pale mahala aliponielekeza. Nimeona kweli vile vitu kama vyeusi hivi. Ilikuwa kama vimechanganyika na mchanga. Kwa kweli sikuweza kuvizoa, nikabidi kweli nije nimletee ushuhuda huo. Kwa kweli hivyo vitu niliviona. Baada ya hapo wakaendelea kunitabiria kulingana na mambo yaliyokuwa mimi yamenisibu. Naombaga anasema Ana, ukimwomba Ana. Mungu aniambia anakukomboa kizazi cha mama yako. Amen. Anakukomboa na Grace. Amen. Anawafungua, anaweka huru sasa hivi. Oh yes. Mungu aniambia hivi. Amen. Si tu amefungwa, hata wewe umefungwa. Hata Grace amefungwa. Aniambia sasa hivi Mungu anakuokoa anapoongea sasa hivi. Now. Ili nikuhakikishie. Nyumbani kwenu kuna nyoka. Sema amina. Useme amina kitu ambacho kijui. Bwana pesa. Unaposema amina kisha unachokiniongea amina is proved. Nyumbani kwenu kuna nyoka. Amen. Wewe niambie sijui ili kwa kujulisha, sawa eh? Mama, unapokaa nyumbani kuna nyoka? ni kweli. Ngoja kwanza. Wewe useme kweli. Sio kashtuka hapo bwana pesa.
kuna nyoka. Mimi sijui kwa kweli. Wewe hujui? Sijawahi kuona. Hujawahi kumuona? Au utamuona leo? Nyumbani kwako kuna nyoka. Amen. Yaani pale nyumbani mnakoishi pale kuna nyoka. Punga mkono wako juu. Na unyoka leo namuondoa ili maisha yabadilike. Amina. Mama, wewe unakaa nyumbani kuliko huyu. Soka nyumba si ya kwako. Amen. Tunaishi nyumbani. Amen. Unafahamu nyoka wa nyumbani kwako? Hapana. Sio mfahamu? Hapana. Yes. One day, second day, and third day, kuna nyoka alikuja nyumbani kwako wewe hapa. Amen. Ukiwa nyumbani came a snake in your house. Sio kama nakumbuka. Au kumbuki? Ninakumbuka kuna siku nyoka alikuwa kwenye geti akataka kuning'ata. Exactly. Prophesy. Ulifanya nini wewe nyoka? Niliposema nyoka, aliporudi hatujamuona tena. Kwanza akupanda juu, akuingia shimoni, yaani nyoka akipa tunamuona. Aliposhuka nyoma akayeyuka. Can I prophesy? Prophesy papa. Pale kwenye geti yako pale. Zoom. Mimi sikujui, sikufahamu vizuri. Sikufahamu sawa sawa. Ukiwa unatoka nje, kuna sehemu kuna kitu kama mchanga. Amen. Kama mchanga, niko sawa? Ndio. Niko sawa. My God, my God. Kabisa. Oh my God. Ninaona kwenye mchanga pale. Mkifika leo pakua ule mchanga. Jesus, Jesus. Jesus. You shall know I'm a prophet of God. You are the prophet of the Lord. My father, my prophet. My prophet, my Baba. Jesus. Hey. Punga mkono. Yaani pale nyumbani pale kwenye mchanga pale. Kuna jambo kwenye mchanga naliondoa leo. Amen. Sasa hivi saa hii. Amen. Na mkifika nyumbani safisha ule mchanga. Mtakacho kutana nacho mtaniambia prophet, I will know God. Don't try this at home. Jesus. Punga mkono wako juu. Unafahamu Ibrahim? Ndio namfahamu. Nani yako Ibrahim? Mtoto wangu wa kwanza. My God. I will prophesy. Can I prophesy? Prophesy. You are the prophet of the Lord. Oh my God. Oh my God. Ili kuhakikishie. Mungu ananiambia mwanao wa kwanza anaitwa Ibrahim. Ndio. Ananiambia mwanao wa kwanza anaitwa Ibrahim. Amina. Anaitwa Ibrahim. Amina. Si Ibrahim. Ananiambia saa hii. Yes. Hii neema. Yes. 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 Inamwendea Ibrahim. Oh yes. Inamuingia Ibrahim. Oh yes. Atakuwa mtoto bora kwenye maisha yenu. Hajawahi toka. I receive it. Jesus. Jesus. My father. Nyinyi wageni au mnasali hapa? Ni wageni. Ni mara yako ya kwanza? Mara ya kwanza. Kuja hapa. Nilisikia jana kwenye redio. Kwa maana siku alipokuambia kwamba chini ya mlango kuna vitu utatoa, ilikuwa kama neno la nabii alivyosema. Ndiyo kabisa, ni sawa sawa kabisa. Aliona vitu ambavyo wewe ulikuwa unakaa pale nyumbani hujaviona kwa muda mrefu. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa, ambavyo ilikuwa ni muda mrefu mimi sijaviona, napita tu mlangoni kumbe kuna vitu nimepandikizwa pale. Sasa mpenzi mtazamaji, anataka kusikia ushuhuda wako kwa uzuri kabisa. Tuambie, kabla ya kufika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, ulikuwa una hali gani kiuchumi? Nilikuwa na hali mbaya sana ndugu zangu. Nilikuwa na hali mbaya, hata kitendo cha ile sadaka tu nilikuwa sina. Sema tu yale maombi yake yalinipa nguvu, nikasema hata kama sina sadaka mimi lazima nifike. Kweli nimefika, nikauona mkono wa Bwana. Maajabu, yani sijui alijuaje kwamba sina pesa. Kwa kweli alimwamuru muumini mmoja kwamba lete hizo pesa ulizo nazo zote kwenye mkoba wako. Yule muumini kamkabidhi mchungaji. Mimi nikajua sasa mchungaji anafanya nini? Nikashangaa, yani ananipa zile pesa zote. Halafu maskini ya Mungu nilikuwa sina hata pesa. Yani ndo kama malango yangu yakaja kufunguka. Kwa kweli yani nilishangaa sana. Ile pesa kupewa mimi
sijawahi kupewa mimi pesa na mchungaji katika madhabahu zote, ngao zote zinazofika. Hili niliona ni jambo la ajabu sana, na nikaamini moja kwa moja mambo yangu yamefunguka, ingawa bado yalikuwa hajafunguka. Lakini nilivyoendelea maombi na kuhudhuria madhabahu hapa, kwa kweli tena akaendelea kunitabiri katika mambo ambayo yalikuwa mimi nayafuatilia takriban sehemu mbalimbali. Kwa kweli alivyoniambia hilo swala lako limeisha, kama masiara bwana, yani limeisha na mambo yangu kweli yamefunguka, hitaji langu limetimia, na sasa hivi nimeanza biashara. Kama ni Pascalia, njoo hapa and bring money you have in your pocket. Bring money in your pocket. All money you have. Dually. Leo nakutoa lawyer Joseph. Amen. Kuuza ng'ombe. Amen. Ambao wameweza kuuza vichwa vya ng'ombe. Amen. Mnaona spirit? Wewe fikiri mtu akujui. Anajua kazi ya Joseph kwamba alikuwa muuza ng'ombe. Na wewe unauza, anakuambia lawyer Joseph yuko juu yako. Unafanya biashara gani? Sana mimi nauza vichwa vya ng'ombe. Zote. Usibakisha hata shilingi 100. Toa zote. Toa zote. Toa. Ambie Farao. Ambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda. Ambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda. hii sio ya kwako Hii nimepewa mimi. Tafadhali. Mama nishikie, sije kachanganya na langu hili. Kuna mtu amenipa, alikuwa amekaa hapa. What's your name? Mama unaitwa nani? Abe? Unaitwa nani? Stella. Stella. Pascalia. Unafahamu Stella? Au mkumbuki Stella? Hapana. Mimi naitwa Pasco. Amen. Mimi naitwa Pasco. Unafahamu Pasco? Unamjua Pascalia? Unamjua Pasco? Hapana. Unafahamu Stella? Hapana. Usikumbuke. Wewe sana. Oh my goodness. Baba yako yuko wapi? Amefariki. Baba yako yuko wapi? Ipo Moshi. Anafanya kazi gani? Hapa analima, mkulima. Mkulima. Watoto wangapi? Mimi 5. 5. 5. 5. Wasichana mzaa lini? Wasichana mzaa lini? Sizai tena. Umeshia hapo? Oh, wow. Sawa. Nimekuja Pascalia kwa sababu ya watu. Amen. Kwa sababu ya watu. Amen. Amen. Yes. Kwa ajili ya watu. Na wakati natembea hapa nikaona jambo la ajabu la kushangaza ambalo litawashtua wote hapa. Amen. Pascalia. Ndio baba. Mungu anakupenda sana. Amen. Stella, Mungu anakupenda sana. Amina. Mungu ananiambia anabadilisha maisha yako. Amina. Anabadilisha maisha ya mume wako. Anawainua leo. Amina. Na leo uokoke wewe. Amina. Umpende Yesu. Amen. Kesho yako inabadilika sana. Amen. Inakuwa kwa kesho ya baraka. Kesho mpya. Amen. Kesho ya ajabu. Amen. Mungu ananiambia leo atabadilisha maisha yako yote. Amen. Pascalia, you are here. Na hela yako sasa mfukoni. Amen. Kuna jambo Mungu anaenda kulifanya kwako, ataifanya kwa Hawa. Amen. Amen. Anafanya jambo kwako, ataifanya kwa Hawa. Sasa hivi napoongea. Na maisha yanabadilika. Can I prophesy? Mungu nako juu. Mungu ananiambia leo kuna jambo anafanya kwa mama na anafanya kwenu. Anageuza maisha yenu yote. Amen. Huyu mama amepitia maisha magumu sana. Amen. Amen. Sawa? Lakini Mungu akambadilisha maisha. Namjua kimsingi. Amen.
maisha magumu sana. Leo Mungu anabadilisha maisha yako. Alikuwa hapa akuelewa. Sasa hivi anasema hili ndio lile neno aliyosema prophet. She came hii. Alikuja hapa yuko kila kitu kiko kimeharibika yeye na mume wake. Leo ana hela, ana gari, ana nyumba, anajenga zingine, ana hela nyingi. Mungu ananiambia, Mungu aliyemsaidia huyu anausaidia ninyi hapa. Amen. Asa nataka kuprofesai saa hii. Prophesy man of God. Amen. Mungu mwaka huu anakubariki. Amen. Anakuongeza. Amen. Anakuzidisha. Amen. Anakuinua. Amen. Unaenda kuwa na hela mwaka huu. Amen. Na mume wako. Amen. Ninaona jambo la ajabu linatokea kwenu saa hii. Prophesy. Ananiambia kabla ya kufika mwezi wa 9 wa birthday ya huyu, kuna mwezi wa 9 nyumbani kwako. Amen. I don't know ni mwezi wa 9 wa nani, lakini ule mwezi wa 9 wakati Mungu anabadilisha maisha ya huyu, anabadilisha na ya kwako. Amen. Na kila kitu nyumbani kwako kinabadilika. Na ili kuhakikishia, sema woman, unaitwa Stella. Amen. Mimi sina haja na Stella. Sema sina haja na Stella. Neno upendo unajua maana yake nini? Upendo. Unajua maana upendo? Unajua maana ya upendo? Hapana. Unajua maana ya upendo? Maana ya upendo najua. Maana yake nini? Maana ya upendo ni kumpenda. Kwa Kiingereza, sorry. Kwa- Kwa Kiingereza unajua upendo maana yake nini? Love. Ndio. Unajua love? Ndio. Thank you. Unajua love? Ndio. Unamjua love? Love. Unafahamu loveness? Loveness hapana. Hapana. Unamjua loveness? Ni mtoto wa jirani yangu. Ni mtoto wa jirani yangu. Unamjua loveness? Mtoto wa mamangu mdogo. Exactly. Kuna binti anataka kumsaidia anaitwa loveness. Wewe hapa. Mwezi huu atataka kumsaidia loveness. Utakapokuwa unamsaidia loveness, Mungu anafungua maisha ya loveness wako mdogo. Anafungua maisha yenu nyinyi wote saa hii. Anabadilisha maisha ya familia yenu. Amina. Na roho ya Mungu inakaa juu yenu saa hii. Anabadilisha kila kitu nyumbani kwenu. Mwaka huu Mungu anakupa gari nyingine mpya. Na nyinyi Mungu atawabariki. Anainua uchumi wako. Atatokea mwanamke kana prophesy. Anaitwa mama Lafu. Yes. Anaitwa Loveness. Yes. Yeye ni Sara. Oh yeah. Amen. Amen. Anaambia maisha tabadilika. Oh yeah. Atawasaidia. Oh yeah. Utapata mtaji kama wa milioni 1 muda so mrefu. Prophesy. My God. Na maisha yako tabadilika. Amen. Unasachogea? Amen. Leo nakubariki. Yes. Na kutoa roho. Amen. Na kwenye maisha yako. Amen. Mtajenga nyumba nzuri. Amen. Amen. Mtakuwa na maisha mazuri. Amen. Siku moja huyu mume wako atakuwa na gari ya kuendesha. My God. Amen. Sogea hapa. Sogea hapa. Kama mwaka huu unanunua gari jingine la pili. Unaponunua gari na unanunua gari mwaka huu. Sasa hii hela hii nawapa hawa. Amina Yote. baba. Amina. Piga magoti. Amen, amen. Sogea mama, njoo. Simama hapa. Tuambie, ulikuwa unatamani Mungu akufanyie nini wakati unafika hapa, ambalo ulikuwa unaliomba, ambalo Mungu amekufanyia kupitia maombi ulikuwa unaomba, na kupitia unabii ambao mtumishi wa Mungu Prophet Philbert alikuwa amekutabiria? Kwa kweli mimi nilikuwa naomba kwamba nibadilishie biashara. Ulikuwa unafanya biashara gani mwanzo? Nilikuwa nafanya biashara ya kuuza vichwa vya ng'ombe. Na biashara hiyo ulifanya kwa muda gani? Asina miaka mingi sana, kutoka 2002. Kwa kweli, ila kuanzia sasa alivyonitabiria nimebadilisha biashara, ingawa bado ipo kwenye sekta ya nyama, lakini nachukua ng'ombe mikoani na wauzia watu wa mabuchani. Ngoja kwanza. Yaani mwanzoni ulikuwa unafanya biashara ya kuuzwa vichwa vya ng'ombe. Mtumishi wa Mungu Prophet Philbert akakwambia anakubadilishia biashara. Sasa hivi umetoka kwenye kuuza vichwa vya ng'ombe, unaagiza ng'ombe mikoani, unawauzia wauza mabucha. Nawauzia wauza mabucha, na ile biashara yangu vile vile sijaiacha, nimempa kijana naye kaisimamia. Kwa hiyo kule sijakuacha, ila sasa hivi nimepanda viwango na nachukua ng'ombe mikoani na wauzia watu wa kwenye mabucha. Labda mpenzi mtazamaji anataka kufahamu, wewe ulisikia kwenye redio ukachukua hatua kuja mahali hapa. Je, mahali haya mambo, kuna watu wanahisi labda haya mambo anapangwa au inakwaje? Kabla ya wewe kuja hapo ulishawahi kumfahamu mtumishi wa Mungu Prophet Philbert? Kwa kweli sijawahi kumfahamu,
Yaani ilikuwa ni kwenye redio, mimi sikuelekezwa hata na mtu yoyote. Yaani ni kwenye redio ndo imani yangu ikanisababisha mimi nikafika hapa. Sikuelekezwa na mtu wala sikupangwa na mtu yoyote. Unapenda kuambia nini wapenzi watazamaji wanaotufuatilia, ambao wanaofuatilia ushuhuda wako sasa hivi, ambao wanapitia hali ngumu kama ambayo wewe uliokuwa unapitia? Unapenda kuambia nini? Napenda kuambia tusidharau madhabahu, tuwe tunachukua hatua. Kwa kweli mimi mwenyewe sikutarajia, lakini siwaga siamini, lakini niliamini. Kwa kweli uaminifu wangu umenifanya na mimi kwa kweli mambo yangu yamefunguka, na sasa nipo viwango vingine. Nafanya biashara, naomba Mungu anisaidie, anishikilie hiyo biashara iende kukua zaidi na zaidi. Na kwa wale ambao hawajawahi kufika kabisa mahali hapa, ni wageni, nao unapenda kuambia nini? Mimi nawakaribisha sana kwenye hili kanisa. Mkono wa Bwana upo mahala hapa. Wafike madhabahuni hapa. Wafike, watapokea uponyaji wao. Ndio. Amen. Mpenzi mtazamaji wetu, huu ni ushuhuda ambao mtumishi wa Mungu ametendewa, kutoka kwenye kuuza vichwa vya ng'ombe mpaka kuagiza ng'ombe na kufanya biashara kubwa kabisa, kuozea kwenye mabucha. Hakika Mungu ana uwezo wa kukutoa chini mavumbini akakuketesha juu. Endelea kuwa pamoja nasi katika shuhuda zinazofuatia, na Mungu wa baba yangu Nabii Philbert akubariki sana. Amen.